Pwani Habari ni channel yako inayokupa habari moto moto zilizojiri hapa Pwani na kwingineko. Kanasi. Wananchi na viongozi mbalimbali wamejitokeza katika kuwaombea dua viongozi wakuu wa nchi waliotangulia mbele ya haki na kusema kwamba hilo ni jambo jema na linafaa kuendelezwa. Wakizungumza mara baada ya kulizuru kaburi la marehemu Maalim Seif Sharif Hamad Mtambwe Nyali, viongozi hao wamesema marehemu Maalim Seif alikuwa mstari wa mbele katika kupigania haki na kudumisha amani ya nchi. Viongozi ambao wamehudumu katika serikali yetu, wamehudumu katika nchi yetu katika nyadhifa mbalimbali. Na Maalim Seif Sharif Hamad, Mwenyezi Mungu amrahamu, ni mmoja kati ya viongozi hao. Maalim alikuwa hazina kubwa katika nchi hii. Maalim alikuwa kiongozi mwadilifu, kiongozi mpenda haki na ambaye sote tulimpenda na yeye alitupenda sisi wananchi wetu. Lakini wapo wengine ambao wanaombewa na ratiba, nafikiri baadhi yenu tutakuwa mnaijua. Hivyo wakati sisi tuko hapa, wapo wengine wako kwa maeneo mengine. Na ratiba hii itaendelea mpaka tarehe 7 mwezi huu wa 4, ambapo tutaadhimisha kwa kumwombea dua kiongozi wetu mwingine, Mzee Abeid Amani Karume, rais wa kwanza wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Kwa hiyo tuendelee, tulione kwamba ni jambo jema, tuendelee kila mmoja. Lakini viongozi wote hawa tunaowaombea dua katika wiki hii, kila mmoja ana jambo lililompambanua na lililofanya ajulikane zaidi mbele ya watu wake. Kila mmoja alikuwa na mambo ambayo aliyasimamia na ambayo yanafanya aliyowaongoza au aliongozwa na yeye, aidha walimkuta au walimsoma wakamjua zaidi kwamba huyu alikuwa ni kiongozi wa aina gani. Sasa leo kwa sababu tuko hapa Nyali na tuko kwa ajili ya kumwombea dua almarhum Maalim Seif Sharif Hamad, yeye pia ana jambo linalompambanua kwa wengine, kwa walioishi naye, kwa walioongozwa na yeye, lakini hata waliokuja baada yake, waliomsoma kwenye vitabu na hotuba mbalimbali. Jambo moja linalompambanua Maalim Seif katika kipindi cha uhai wake na uongozi wake, alikuwa ni muumini wa dhati wa kusimamia haki. Hili ni jambo linalompambanua na lililowavutia wengi walioongozwa na yeye. Maalim alikuwa pambanaji, alikuwa muumini wa dhati kabisa wa kuamini haki za watu, haki za raia. Hakuwa anapigania haki zake. Maalim ameacha haki zake nyingi zilizokuwa zinamstahili wakati akiwa hai, lakini alijitoa ipasavyo, alijitoa kwa dhati na kwa moyo wake kupambania haki za Wazanzibari, haki za Watanzania, lakini haki za nchi hii kwa ujumla. Kwa hiyo tunapomwenzi Maalim Seif, tunapoenzi uhai na maisha ya Maalim Seif, tunapoamua kuenzi maisha yake na kumwombea dua, jambo moja ambalo tunaomba sana tukumbushane, na naomba sana viongozi wetu wa dini, viongozi sisi wa serikali na viongozi wengine wa kijamii, tunapoamua kumwenzi Maalim Seif, basi tumwenzi katika msingi ambao yeye uliupambana. Tupende kupigania haki. Lakini si haki tu, Maalim pia alipigania amani na utulivu kama ambavyo wa wilaya amesema. Lakini Maalim alikuwa anaamini kabisa kwa dhati ya nafsi yake kwamba ili nchi hii tuweze kuenjoy amani na utulivu tuliokuwa nayo, basi ni lazima haki za wananchi ziheshimiwe. Awali mkuu wa wilaya ya Wete Abdallah Rashid Ali amesema ni vyema kwa viongozi na wananchi kuiga busara na hekima ambazo alikuwa nazo Maalim Seif katika kuleta umoja na upendo. Katika nyendo tunazokwenda, harakati tunazofanya, tunayoyaacha, tunayoyaamini, tunayoabudu, mwisho wetu ni hapa ambapo kipenzi chetu hichi tumeweza kukizika. Na chenyewe hii ni bahati. Hatujui kama sisi tutapata bahati kama hii au sisi wengine bahati kama hii ya kuwekwa kuhifadhiwa mwili kama huu katika mazingira kama haya utaweza kupata. Tuombe Mwenyezi Mungu na siapialie tuweze kustiriwa katika hali kama hii ambayo mwenyewe tumestiriwa. Lakini la pili,
Mheshimiwa marehemu Seif Sharif Hamad alikuwa ni kiongozi wa nchi yetu hii. Mheshimiwa huyu alikuwa ni mpenzi wa watu kama yeye tulikuwa anapenda wananchi wake. Aliweza kuishi na sisi, kushirikiana na sisi na kupambania sisi. Lakini katika yote hayo, mheshimiwa huyu alikuwa anakwenda na busara na hekima katika kuboresha umoja na shikamano wa nchi yetu. Nikuombeni sana wananchi wenzangu, Wazanzibari wa Tanzania, Mheshimiwa Seif Sharif Hamad hayuko, lakini ametuachia hazina kubwa sana ya kuendelea nayo, ya kuboresha, ya kuimarisha amani na utulivu katika nchi yetu. Yeye alikuwa ni mharakati mkubwa sana wa kutaka mabadiliko katika nchi hii, lakini katika njia ambazo zinaweza kuboresha amani na shikamano katika taifa letu. Nadhani yeye hayupo, lakini ametuachia mambo mbalimbali ambayo tunaweza kuishi nayo na sisi tuweze kufanikiwa katika nchi yetu hii ya Zanzibar. Mwisho, Mheshimiwa mgeni rasmi, viongozi mbalimbali, wananchi wenzangu, tuishukuru sana serikali yetu kwa mwendelezo huu unaofanya wa kupanga siku na tarehe na muda mahsusi ya kuombea viongozi wetu hawa dua. Wametufanyia mengi sana. Sisi hatuacha kuwalipa, lakini cha kuwalipa ama cha kuwasaidia ni kuombea dua kama ambavyo tumeombea. Nikuombeni sana. Sisi ambao wanatoka mbali basi tutakaa katika kipindi hichi, lakini kama sisi ambao tuko katika mazingira haya karibu, huwa utaratibu wetu wa kawaida kuombea viongozi wetu hawa dua katika hali ya kila mara kwa mara, kwa sababu wao sasa hivi kinachowafaa ni dua hizi na sio chenginecho. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa, tukushukuru sana kwa kuwa pamoja nasi katika shughuli yetu hii ya leo muhimu na adhimu katika kuombea dua viongozi wetu wa taifa hili. Akitoa shukrani kwa viongozi waliofika kuzuru kaburi hilo, mwakilishi wa familia Maalim Seif, Maalim Rashid Ali Omar, ameshukuru serikali kwa kufanya dua hiyo na kusema ama kuomba kila mwaka kuwa na muendelezo kama huo. Hapa ili kwa kumtakia dua mwenzetu huyu ambaye ni kiongozi wetu, mpambanaji wetu, Mwenyezi Mungu amrehemu yeye na wazazi wake, amin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awarehemu wazazi wetu waliotangulia mbele ya haki. Mwenyezi Mungu awarehemu mashekhi wetu ambao wameshatangulia mbele ya haki. Pia Mwenyezi Mungu aturehemu sisi waja wake tunaotembea katika ardhi, na tunamuomba Mwenyezi Mungu atulipe ujira kamili wa ibada yetu hii na atulipe ujira kamili wa ibada yetu iliyopita saumu ya Ramadhani. Alhamdulillah, tunashukuru Mwenyezi Mungu. Ndugu mgeni rasmi, ni familia kwa kweli inafurahi sana kuona mambo kama haya, kwamba tunakuja tunamuombea kaka yetu, tunamuombea msasi wetu huyu dua ili Mwenyezi Mungu amrehemu. Kwa hivyo tusimalizie hapa, kila pale ambapo kwa Maalim Seif mtu anamkumbuka au msasi wake mtu anamkumbuka, basi amtakie dua, kwa sababu wazazi wetu tayari tumeshawaika mibungoni, hatuna cha kuwapa, hata shikamu hatuwapi kule. Lakini chao wao sasa hivi tunachohitajika kwetu sisi ni dua. Kwa hivyo tuendeleeni kuwatakia dua wazazi wetu, tuendeleeni kuwatakia dua viongozi wetu ambao wamefanyia mema nchi hii. Mwenyezi Mungu awarehemu, Mwenyezi Mungu awarehemu wao, awarehemu na wazazi wao, awasamehe madhambi yao, amin. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya hayo nadhani niseme tu kwamba kuna maombi ya hapa msikitini, ambao kwa msikiti huu alhamdulillah aliwasisi Maalim Seif Sharif Hamad. Msikiti kwa kweli una matatizo. Kwanza msikiti umeshachakaa, tunaomba msikiti usikana basi fanywe alawajea. Pia msikiti mazulia yameshachakaa, tunaomba mamlaka inahusika itusaidie vile. Pia kuna tatizo la maji, kwa sababu kisima hichi hapa mara nyingine maji yanakosekana kwa mtaa nzima. Kwa hiyo kisima hichi hulazimika watu wote kuja kuchukua maji hapa. Kwa hiyo tunaomba tupatiwe tenki ambayo kuwa ni kubwa, ili iweze kusupply maji katika kijiji chetu hiki cha mtaa Chenyali, na inawezekana kwa sababu mashine iliyoko ina uwezo wa kutosha. Alafu nyingine ni vipaza sauti. Kwa kweli tokea ulipojengwa msikiti huu vikawekwa vipaza hivi sauti vimeshachakaa. Leo mtu akiadhini hapo pale msikini. Kwa hivyo tunaomba hivi vipaza sauti pia tupatiwe vingine pale ambapo patakuwa na uwezekano. Vile mara nyingine umeme unakatikana na msikiti ni mkubwa, kwa hiyo umeme unakatika.
Kwa hivyo inakuwa mawasiliano hapatikani. Kwa tunaomba kwa huduma za msikiti, tunaomba tupatiwe generator na vile vile mashine ambayo tuliondoka nayo ya kusafishia msikiti nayo pia imeshakufa. Kwa hivyo msikiti kusafisha kwa fagio la chacha au la nyiza kwa kweli ni ngumu. Kwa hivyo tunaomba tupatiwe mashine ya kusafishia msikiti biidhnillah iwezekana. Tunakuombeni, tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akupeni kheri, akujazeni imani, akujazeni nguvu. Sote sisi Mwenyezi Mungu akatukutanishe katika Firdausil Janna biidhnillah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naomba kuwasilisha. Marehemu Maalim Seif alizaliwa tarehe 22 mwezi wa 10 1943 na kufariki dunia tarehe 17 mwezi wa 2 2021. Mungu ailaze mahala pema peponi roho ya marehemu Maalim Seif Sharif Hamadi. Amin. Kulike, kushare, kucomment na kusubscribe ili kupata zaidi kutoka hapa Pwani Habari.